Timu ya Paris Saint-Germain kutoka Ufaransa ilibuka kidedea kwa mabao 5-4 dhidi ya Bayern Munich kwenye uwanja wa Parc des Princes na kuchukua uongozi mwembamba katika nusu fainali ya ligi ya mabingwa. Mabao 5 yalifungwa katika kipindi cha kwanza chenye mbwembe baada ya kipindi cha mapumziko, wakati watetezi wa kombe hilo PSG walipoanza kujinasua na kufunga uongozi wa mabao 3-1. Lakini Bayern ambao tayari wametawazwa kama mabingwa wa Bundesliga na kushinikiza kunyakua makombe 3 msimu huu, walipunguza nakisi hadi 1 na kuanzisha mechi nzuri ya mkondo wa pili huko Munich. Kama timu mbili zilizofunga mabao mengi katika shindano hili mwaka huu, ilifanya tu umati huo uliochangamka kuonyeshwa mchezo wa kuvutia wenye vipaji vya kushambulia katika pambano la hali ya juu. Wakiwa nyuma kwa mkwaju wa penalty wa Harry Kane baada ya Luis Diaz kumchezea rafu William Pasco, PSG walionyesha tishio lao la kuchukua uongozi. Vicha Kvaratskhelia aliuchukua mpira upande wa mkono wa kushoto na kuukata kwenye mguu wake wa kulia na kushambulia kwa ustadi mkubwa kwenye goli kabla ya mpira wa kichwa cha Joao Neves kuwapa uongozi. Lakini dakika ustadi wa kibinafsi kutoka kwa Michael Olise wapita wachezaji kabla ya kumfunga Peter Matvei Sanford uliwarudisha wageni kwenye viwango sawa. Ilidhaniwa kuwa kipindi cha kwanza kingekuwa sare wakati wa mapumziko, lakini PSG walipata penalty ya kutatanisha katika dakika 5 dakika salama wakati Alphonso Davies alipochukuliwa kuwa aliumiliki mpira kwenye eneo la hatari. Mwamuzi Santos Crear alikwenda kutazama marejeo ya kisa hicho katika kisanduku cha VAR kando uwanja kabla ya kuadhidia mkwaju wa penalty. Mpira ukitoka kwenye mguu wa Davies na kwenye mkono wake kabla Ousmane Dembele kutia wavuni mkwaju huo. Bayern walirejea kutoka mapumziko wakiwa wamedhamiria angalau kurejesha usawa, lakini wakati fulani walibabaika huku Wafaransa wakichukua udhibiti wa mpira.